Biblia inatuambia kwamba kulikuwa kuna mwanamke ambaye anaitwa Mariam Magdalena aliyekuwa anasumbuliwa na pepo saba. Baada ya mapepo saba kumtoka, huyu mwanamke alikuja kuwa mwanamke mzuri, alikuwa anafanya kazi pamoja na Yesu akitoa mali zake. Mapepo hayakuwahi kumkaribia tena, lakini natuambia ukisoma kwenye hicho kitabu cha Luka sura ya 8 kuanzia mstari wa 24 hadi 39, kulikuwa kuna kijana ambaye alikuwa anasumbuliwa na mapepo mengi mpaka alikuwa anajiita jeshi, lakini mapepo alipomtoka huyu kijana hayakuwahi kumrudia tena. Biblia inatuambia nini? Ukisoma kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 12 mstari wa 43, nasema pepo mchafu amtokapo mtu hupita mahali pasipo na maji akitafuta mahali pa kupumzika asipate. Halafu husema nitarudi nyumbani kwangu nilikotoka. Hata akija aona tupu imefagiwa na kupambwa, mara huenda akachukua pamoja pepo wengine 7 walio waovu kuliko yeye mwenyewe, nao huingia na kukaa humo, na mtu huyu hali yake ya mwisho huwa mbaya kuliko ya kwanza. Ndivyo itakavyokuwa kwa kizazi hiki kilicho kibaya. Yesu alikuwa anawaambia wanafunzi wake kwamba pepo mchafu anapomtoka mtu anatafuta mahali pa kukaa na asipati. Kwa hiyo anakuwa ni mtu ambaye anazunguka zunguka, ni mtu ambaye hana mahali pa kukaa, anazunguka zunguka. Lakini akigundua kwamba yule mtu aliyekuwa amemtoka anamtengenezea mazingira ya kwamba aingie tena, huwa ana tabia ya kuingia tena. Sasa kuna kitu ambacho huwa kinatokea kwenye maisha ya Wakristo wengi ambao mnasumbuliwa na spiritual husband au mume au mke wa kiroho. Umekuwa ukiota unafanya tendo la ndoa, akati umeombewa mara nyingi, kuna wachungaji wamekuwekea mikono, kuna watumishi wengi ambao wamekuwekea mikono. Shida sio kwamba kukuwekea mikono, shida ni namna ya baada ya kuwekea mikono. Je, una mafundisho ya kuishi baada ya namna ya kuwekea mikono? Kwa sababu pepo anapokuwa amekutoka anakuwa hana pa kukaa, kwa anaweza kaa na kufuata kama kivuli chake. Unajua wengi sio kwamba mnafanya tendo la ndoa, hapana, mnaishi kwenye kivuli cha lile tendo la ndoa ambalo liliwahi kutokea miaka kadhaa. Kwa nini? Kwa sababu mnamtengenezea pepo mazingira ya kupita tena. Bila nasema na pepo anatafuta mahali pa kukaa hana. Kwa hiyo anakuwa anatafuta mazingira na anakuja kujaribu kwako pia kwenye mazingira ambayo unampitisha. Labda wewe ni mtu ambaye ukiwa na huzuni sana, jiangalie kwenye maisha yako, ndio mtu ambaye unaota unafanya tendo la ndoa. Au ukiwa ni msichana ambaye pengine unakaribia kwenye siku zako, ndio unaota sana unafanya tendo la ndoa. Au wewe ni mwanaume ambaye ukigombana na mke wako ndio unaota unafanya tendo la ndoa. Au wewe mwanamke ukigombana na mume wako ndio unaota unafanya tendo la ndoa. Hayo ni mazingira ambayo pepo alikuwa anatumia kukaa, kwa sababu Roho Mtakatifu huwa akai kwenye mazingira kama hayo. Kwa unapomtengenezea mazingira kama hayo, kwa sababu anaweza asiingie kwako, ila akatengeneza kivuli, kwa sababu kuna mazingira ambayo umemtengenezea. Kwa hiyo wengi leo hii umekazana kushakaraba kwa sababu unaamini kwamba mapepo bado yanakaa ndani yako, ila hayako ndani yako, unayatengenezea mazingira ya kutamani kukaa ndani yako. Alafu leo nitakuwa nimekufungua. Kuna watu ambao mapepo hayawezi kabisa kuwakaribia. Trust me. Yaani Biblia inasema kwamba kila alitaja jina la Bwana ataokoka. Kusoma kwenye Warumi 10:13. Umeshakombolewa kwenye swala la spiritual husband. Umeshakombolewa huko. Mimi namshukuru Mungu ametumia kinywa changu mimi kama Tabitha leo hii kuwafanyia watu wengi deliverance kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Inapokuja kwenye swala la spiritual husband na watu wamepona. Wako huru, wanatembea huru kabisa. Unless wakitengeneza mazingira ndio wanakuja kuniambia mama, leo nimeota kitu, kanamwambia ulikuwa umefanya nini jana? Kuna kitu alichokuwa amekifanya. Ndio maana shetani amejaribu kuleta kile kivuli chake ili akuharibie ratiba yako. Usiombe, usimtafute Mungu, usimkaribie Bwana, ukahisi kabisa kwamba hii hali imenirudia. Na hapo ukishaanza hivyo unamtengenezea mazingira. Naona unajaribu kupamba kitu, kwa sababu ukishaacha kuomba unaanza kuconsume vitu vingine. Kwa hiyo baada ya hapo anakuja kuleta wenzie wengi, shida yako inakuwa ni ngumu kuliko ilivyokuwa mara ya kwanza. Leo nitakwambia nini chanzo cha wewe kuota unafanya tendo la ndoa, au labda kuota unafanya tendo la ndoa wewe binti ambaye uko single, au wewe ambaye umeoa, au wewe ambaye umeolewa. Chanzo cha kwanza kabisa, kwa nini wewe unaota unafanya tendo la ndoa? Yes, inatokea ni kitu gani ambacho kinatokea? Chanzo cha kwanza mara nyingi sana huwa ni naweza kusema kwamba ni tabia ya zamani ya awali ambayo ulikuwa nayo, labda niseme ni kufanya tendo la ndoa kabla ya ndoa. Wengi wenu leo hii mlikutana na spiritual husband au mlikutana na mume au na mke wa kiroho kwa sababu ulifanya tendo la ndoa na Juma kabla hajakuoa. Wewe ulifanya tendo la ndoa na Agnes kabla hamjaolewa na Agnes, kabla hujamuoa huyo Agnes. I'm sorry. Kabla hujamuoa huyo Agnes. Biblia inasema hivi, kusoma kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 34. Shekemu alipolala na Dina, roho ya Dina iliambatana na roho ya Shekemu. Unapokuwa unafanya tendo la ndoa na mtu ambaye Mungu hajaruhusu muoane, kila mtu ukikutana naye unafanya naye tendo la ndoa, kuna roho yake ambayo anakuachia, kwa sababu unampenda kama roho yako, na anapokuachia roho yake anakuachia na kila kitu
cha kwanza, kwa sababu roho ndio unayobeba uzima. Ndani ya roho ya mtu kuna miungu ambayo inakuwepo, kuna Mungu ambaye anakuwepo. Kwa hiyo wengi leo hii umepata ma spiritual husband kwa sababu gani? Kwa sababu ya kukutana na vijana na kulala nao, kukutana na mabinti na kulala nao. Una struggle kwa sababu kuna roho ya mtu ambayo iko pale, kuna Mungu wa mtu ambaye ulimkuta ukaungana naye. Kwa hiyo umekutana na huyo Mungu wa mtu ambaye umemkuta hapo. Kwa nini usiteseke? Kwa nini usihangaike? Kwa nini usiwe na mahangaiko? Biblia inatuambia nini? Amnoni alimpenda sana Tamari, alimpenda mpaka alikuwa anakosa amani, alimpenda mpaka alikuwa anakosa furaha. Alipolala na Tamari, alimchukia Tamari machukio makuu. Nikuulize swali, Tamari alipotoka pale ni kitu gani ambacho Tamari alitoka pale? Alitoka akiwa na aibu, akiwa mtu ambaye anatapatapa. Alichukua roho yote ya Amnoni ikaenda kukaa kwake yeye Tamari. Sasa Biblia haijatueleza zaidi kitu gani ambacho kilitokea kwa Tamari baada ya hapo, lakini kuna vitu ambavyo vilitokea kwenye ukoo wa Daudi, naweza kusema baada ya hapo. Lakini nataka kuambia kwamba chanzo cha kwanza kabisa kwa nini mtu anapata spiritual husband au spiritual wife au mume au mke wa kiroho au ile kufanya tendo la ndoa, wote tunafanya tendo la ndoa mara nyingi hata kama hujaolewa au umeoa. Angalia cha kwanza, inawezekana ulishawahi kufanya tendo la ndoa kabla au huko nyuma, au umeshafanya tendo la ndoa na mtu ambaye hujamuoa au hujaolewa na haukuwahi kutubia juu ya hicho kitu wala haukuwahi kuombea juu ya hicho kitu. Ukafurahi pengine ambaye umeolewa, sasa nimeshaolewa, yule Juma nishachana naye au yule sijui nani nishachana naye. Kuna mambo ambayo hayatoki bali kwa kufunga na kuomba. Lakini kitu cha pili, nini chanzo cha wewe kuota unafanya tendo la ndoa na wakati labda wewe hauko kwenye ndoa au uko kwenye ndoa? Inawezekana kabisa ikawa ni laana ambayo imetoka kwenye ukoo, kwa sababu laana inapoingia kwenye ukoo inatengeneza roho, sio? Unanielewa? Inatengeneza roho, na ikitengeneza roho lazima ikufuatilie. Biblia inasema ninawapatiliza wana maovu ya baba zao, hata kizazi cha 3 na cha 4 cha wale wanichukiao. Ninawalehemu maelfu na maelfu wanipendao na kuzishika amri za kwangu. Ndivyo anavyosema ukisoma kwenye kitabu cha Kutoka 20 kuanzia mstari wa 5 mpaka mstari wa 6. Kwa hiyo inaweza kuwa chanzo kingine kama nilivyokuambia kwamba ni laana ya ukoo, ni laana ambayo kuna roho nyuma ambayo inafuatilia. Kwa hiyo kama kuna roho nyuma ambayo inafuatilia, kama inashindwa kujimanifest physically kwamba wewe ukawa mzinzi, itakufuata spiritually, kwamba kule spiritually nyinyi mmeshaolewa au mmeshaoa, kuna namna ambayo shetani ana uhalali wa maisha yenu. Hicho ndio chanzo cha pili. Lakini chanzo cha tatu ni dhambi inayojirudia rudia. Ndio maana Daudi anasemaje? Kusema kwenye Zaburi ya 119 mstari wa 11 anasema, nimeweka maneno yako moyoni mwangu kusudi nisikutende dhambi. Ukiwa una ile dhambi ambayo inajirudia rudia, yani kwa mfano kama wewe labda ni mrevi au labda ni mzinzi au labda kuna dhambi tu ambayo uko nayo ambayo inajirudia kwenye maisha yako, inampa shetani au inawapa mapepo access ya kupita, kwa sababu unawatengenezea mazingira. Bila sababu pepo mchafu amtokapo mtu anakuwa hana mahali pa kukaa, lakini anapokuwa amepata, anakurudi na kuchungulia kwamba huyu amemtengenezea mazingira, anarudi, hali ya mtu huyu inakuwa ni mbaya kuliko ile ya kwanza. Kwa hiyo kuna mazingira ambayo unakuwa umemtengeneza, ikiwemo dhambi ya kujirudia rudia. Hiyo dhambi ukifanya tu, jiangalie wewe ambaye unasumbuliwa na spiritual husband au spiritual wife, mume au mke wa kiroho, jiangalie sana, jitazame maisha yako, utakuja kugundua kuna namna ambayo ukifanya dhambi fulani, hiyo dhambi lazima tu utajikuta usiku umeota kitu kama hicho. Kwa nini? Kwa sababu unamtengenezea shetani mazingira. And sometimes shetani anaweza asikupate, asikufikie kabisa, lakini kwa sababu umemtengenezea mazingira, akaanza kutengenezea kivuli ili wewe upunguze ule umoto ulioko ndani yako, apate mpenyo wa haraka wa kupita katikati ya kwako. Lakini kitu cha pili, kitu kingine ambacho kinasababisha wewe kusumbuliwa na spiritual husband ni kuwa na hasira kupitiliza, hasira, uchungu kupita kiasi. Ukiwa na hivyo vitu, sahau kuhusu kupona inapokuja swala la kufanya tendo la ndoa. Wewe mwenye hasira kupita kiasi, sababu shetani anapenda ukishakuwa na hasira, ukishakuwa na uchungu, naomba saa ngapi? Utamtafuta Mungu saa ngapi? Wiki nzima huko unahangaika, wiki nzima huko unatetereka. Hiyo pia ni sababu ya watu wengi kuota au kusumbuliwa na pepo la uzinifu, asilimia kubwa, kwa sababu shetani huwa anapenda sana kukaa pale kwenye uchungu, kwenye hasira kupita kiasi, na ukishakuwa umemtengenezea mazingira kama unawapa mapepo access, wanaingia wenyewe kwa raha zao, wanajibwaga. Kingine ambacho kinawafanya watu wengi wanaota wanasumbuliwa na spiritual husband au spiritual wife au wanafanya tendo la ndoa kwenye ndoto ni hiki hapa, kuwa na hofu sana. Ukishakuwa na maisha ya hofu tu, Biblia inasema katika pendo hakuna hofu. Ukisoma kwenye waraka wa kwanza wa Yohana sura 4 mstari wa 18 na 19, ukishakuwa na hofu tu, my dear, wewe spiritual husband na spiritual wife hawezi kukuacha, kwa sababu wanatafuta mtu ambaye ni muoga ili waweze kumuingia,
Wanatafuta mtu ambaye ni muoga ili waweze kufanya nini? Kuingia ndani. Biblia inasema lililofunguliwa duniani limefunguliwa na mbinguni. Ukisoma kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 16 mstari wa 18 na 19 ukisoma pale, Biblia inatuambia hivyo. Kwa hiyo ukishakuwa na hofu, unamfungulia shetani mlango wa kuingia. Kwa sababu shetani akaagi kwa mtu ambaye ana ujasiri. Ana ujasiri na Yesu wake, haiwezekani. Haiwezekani na haijawahi kuwezekana. Leo nimekupa chanzo ya hivyo vitu, jinsi ya kwa nini unakuwa unaota unafanya tendo la ndoa, au kwa nini watu wengi wanasumbuliwa sana na tendo la ndoa. Hivyo vinaweza vikawa ni vyanzo vya wewe kwa nini unasumbuliwa na hicho kitu. Lakini je, nini solution sasa? Umeshajua kwamba hiyo ndio chanzo. Chanzo cha kwanza kabisa ni toba ya kweli. Si unanielewa? Toba ya kweli, toba ambayo inaambatana na moyo wa kujinyenyekeza. Biblia inasema kwamba mtu huyu ndio mtu ninayemwangalia, mtu aliye mnyonge, anayetetemeka anaposikia sauti ya Mungu. Toba ya kweli ndio kitu pekee ambacho toba ya kweli tunafikiri kwamba ile Bwana Yesu naomba unirehemu. Toba ya kweli ni kusema kwamba ninatubu na ninaacha njia zangu moja kwa moja. Kuna watu ambao utatubu kila siku. Kuna watu ambao kila siku unasoma Zaburi ya 51. Kila siku unasoma Zaburi ya 51. Na unahisi Mungu kwa kusoma Zaburi ya 51 anakusamehe. Hapana. Biblia inasema kusoma kwenye kitabu cha Isaya 43:25. Nasema hivi, mimi ndiye niyafutaye makosa yenu kwa ajili yangu mimi mwenyewe. Yani anasema kwamba anafuta makosa yetu kwa ajili yake mwenyewe. Yani Mungu anapokuwa anakusamehe dhambi, sio kwa sababu wewe umeomba msamaha. Hapana. Japokuwa yeye anataka sisi tukaombe msamaha, ila ni kwa sababu ameamua kukusamehe, kwa sababu kuna namna ambayo anataka kutumia. Kwa hiyo ninaposema kwamba uombe rehema au uombe toba ya kweli, ninachomaanisha kwamba sio tu kutamka maneno, lakini ni na kuacha vile vitendo ambavyo ulivyokuwa unafanya. Kuacha vile vitu. Kama wewe ni mwanaume, punguza hasira, punguza uchungu. Biblia inasema msiwe na uchungu nao. Ukisoma kwenye Wakolosai sura ya 3, wewe mtu ambaye unajaa uchungu kila siku, kwa nini usimkaribishe spiritual husband ambaye alikuwa anakusumbua muda mrefu? Kwa sababu pepo anatafuta mahali pa kukaa, anakuja kugundua kwako ndio sehemu ya kukaa. Kwa hiyo unapoomba rehema au unapoomba toba, omba toba ya kweli. Omba msamaha wa kweli. Msamaha wa kweli unaambatana na kuacha dhambi. Biblia inasema kusoma kwenye Zaburi ya 119 mstari wa 9, jinsi gani kijana aisafishe njia yake, inasema ni kwa kutii huku akilifuata neno. Utakapokaa kwenye toba ya kweli, utakuwa ni mtu wa kufuata neno la Mungu, kuishi kulingana na matendo ya Mungu, kuishi kulingana na vile Mungu anavyosema. Wengi unaosumbuliwa na spiritual husband leo au spiritual wife, kwamba unaota unafanya tendo la ndoa, au niseme kwa lugha rahisi, samahani, lakini unaota unafanya mapenzi na mtu, pengine hata wasanii au wakina nani, ni kwa sababu unaweza kutamka kwa maneno, lakini kwa matendo hujaacha. Unaomba Mungu akurehemu. Ukilala usiku unaangalia pornography, unafanya masturbation, unajichua wewe mwenyewe. Alafu ukiamka asubuhi unaomba rehema. Yaani unamtengeneza shetani mazingira ya kuingia, alafu ukiamka asubuhi unaomba rehema. Badilisha mazingira ya kwako. Ndio maana nimesema wengi leo hii unakuta spiritual wife au spiritual husband hayupo kwako. Ni kivuli cha pepo ambacho kinatafuta sehemu ya kukaa. Lakini kwa sababu hauna mafundisho zaidi, unahisi kwa kusema kwamba Mungu ni rehemu, basi rehema. Unapokuwa unaomba rehema, geuka. Geuka na matendo yako. Geuka na matendo yako. Geuka na kila kilichokocha kwako. Hicho ndio kitu cha kwanza ambacho unatakiwa kufanya, kwa kuomba rehema na msamaha, kwamba Mungu naomba unirehemu, Bwana naomba unirehemu, naomba unitakase, naomba uangalie njia zangu na matendo yangu, kwamba hiki kitu kisijirudie tena. Na unapoomba rehema, muombe Roho Mtakatifu akukumbushe ni wapi ulipokuwa umekosea. Na unapoomba rehema iko hivi, pia ni vizuri sana unapoomba rehema, kama una mtumishi ambaye unamwamini au unajua kabisa kwamba mtumishi Roho Mtakatifu amekuongoza kwamba nenda kwake, kamwambie mtumishi, nasumbuliwa na hii hali, kuna hali ambayo inanisumbua, kuna hili jambo ambalo linanisumbua, ili mtumishi akuombee. Ninakuambia hiki kitu kwa sababu nina experience nacho. Nimewahi kuwaombea watu. Mungu alitumia kinywa changu kuzungumza na watu mbalimbali ambao wanasumbuliwa na hicho kitu, lakini leo watu wao wamepona na ni wazima wa afya njema, kwa sababu sio tu kuhusu kuombewa, lakini ni namna pia maarifa ya kuishi baada ya maombi. Lakini kitu cha pili ambacho unachukua kufanya, wewe ambaye unasumbuliwa na spiritual husband au spiritual wife, au unasumbuliwa na kitendo cha kufanya tendo la ndoa ukiwa umelala usingize, kitendo cha pili ni kwa kutoa taraka. Biblia inasema kusoma kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 19, inasema mtu asiachane na mtu isipokuwa kuna uasherati na uzinzi hapa katikati. Kwa hiyo unaruhusiwa kuachana na mtu ukigundua kwamba kuna uasherati. Wewe utafanya tendo la ndoa wakati hujaolewa? Au wewe mwenye ndoa, kwa nini ufanye tendo la ndoa na mtu mwingine wakati una mke au una mume hapo? Kwa nini ufanye? Ina maana huo ni uasherati. Kwa hiyo unaruhusiwa kutoa taraka, na hiyo taraka inakwenda namna hii. Labda jina lako naitwa Hadija. Mimi Hadija fulani natoa taraka kwa mapepo yote
yote, unaelewa? Kwa sababu ile ni ndoa tayari, unaelewa? Yesu alisema kwamba mtu asimpe mtu talaka isipokuwa kuna uasherati na uzinzi. Si ndio alivyosema? Kwa na wewe na mapepo ndio hivyo hivyo. Kwa sababu umegundua kwamba kuna uasherati na uzinzi, wewe ni hekalu la Roho Mtakatifu. Kwa nini hekalu la Roho Mtakatifu lije kuchafuliwa? Biblia inasema kusoma kwenye Wakorintho wa kwanza sura 3 mstari wa 17 inasema nyinyi hamjui ya kuwa nyinyi ni hekalu na kuwa Roho Mtakatifu anakaa ndani yenu. Hivyo ndio mnavyotuambia. Kwa hiyo unatoa taraka. Labda mimi Hadija fulani ninatoa taraka kwa mapepo yote, natoa taraka kwa watu wote ambao nimewahi kuwa nao kwenye mahusiano. Sitoi taraka katika ulimwengu wa mwili, katika ulimwengu wa roho, kwa sababu kwenye ulimwengu wa roho ndiko ambako kuna access. Inawezekana ulimwengu wa mwili tayari ushaachana na huyo mtu kabisa. Yaani ulimwengu wa mwili hakuna kabisa mawasiliano na huyo mtu, tayari mmeshaachana na huyo mtu. Lakini ulimwengu wa roho bado kuna connection, wanasema soul tie, yes. Bado kuna kuambatana roho kama ilivyokuwa kwa Shekemu na Dina. Kwa hiyo unatoa taraka katika ulimwengu wa roho. Unaandika majina ya hao watu. Sio lazima umuoneshe mtumishi wako. Huwa ninawaambiaga mabinti ambao wanakuja kunipata kuna ngeti, tunamwambia mimi sitaki hata kujua umekuwa na watu wangapi. Kitu unachotakiwa kuandika, andika wale watu ambao ulikuwa nao kwenye mahusiano. Baada ya hapo, anza maombi na mfungo wa kutoa hiyo taraka. Halafu kinachofuata, chana ile taraka. Unaelewa? Chana kwa imani kwamba kuanzia leo na kuendelea, kama ni kijijini kwetu, mimi ninatoa taraka katika ulimwengu huu wa mwili, lakini naithibitisha ulimwengu wa roho. Natamka maneno ambayo yanaambatana na hili karatasi. Hakuna chochote ambacho kitafanya nini? Kitaweza kunikaribia. Kitaweza kufanya nini? Kunisogelea. Hata kufanya nini? Kuniatamia. Lakini kitu kingine ambacho unatakiwa kufanya wewe ambaye unasumbuliwa na spiritual husband ili isikusumbue tena, nimesema cha kwanza ni kuomba rehema, cha pili nimesema ni kutoa taraka, lakini cha tatu ni kubadilisha njia yako. Neno la Mungu linasema kusoma kwenye kitabu cha Isaya 55 kuanzia mstari wa 6 na kuendelea, inasema mtu mbaya na aache njia zake mbaya. Unaelewa? Yani kuna watu ambao leo hii umetolewa spiritual husband, mtumishi amekuombea, amekauka mate, amelukaruka, amefanya nini, sometimes tunafunga na nyinyi tena, watu tunajijua kabisa tunafunga na nyinyi siku 3 kavu. Hivi unazijua siku 3 kavu wewe? Unajua siku 3 kavu jinsi zilivyo? Yani zinakamua mafuta. Mtumishi wa Mungu amefunga na wewe, lakini ni siku unachotoka kufanya pale. Tunakuombea, Bwana naomba umsamehe, naomba umrehemu, aache njia zake mbaya. Unatoka pale unaenda kulala na mchumba wako tena. Unatoka pale unaenda, badala sasa kuomba kama mtumishi sasa hivi mwenyewe niombe basi nishikiwe na moto wa Roho Mtakatifu. Hapana. Unaenda unamfuata tena huyo Juma, unaenda tena unamfuata huyo Agnes, unaenda yani ni tabu juu ya tabu. Kwa unatakiwa ugeuze matendo yako. Unaelewa? Angalia matendo yako, angalia tabia zako, kwamba mimi pengine nilikuwa ni mtu ambaye niko addicted na pornography. Kuanzia leo sitoangalia pornography. Kuanzia leo sitoangalia masturbation. Kuanzia leo sitotamani picha za mabinti. Kuanzia leo hata kama nitakutana na ushawishi, nimeshagundua Biblia inasema kwamba nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao. Nenda kasome Biblia. Ule muda kumbe ambao nilikuwa nawekeza mimi, pengine kumfuatilia Agnes, pengine kufuatilia picha za ngono, pengine kufuatilia mabinti wenye tako kubwa Instagram, sijui nini, huo muda nitautumia kufanya vitu vingine kabisa. Nitatumia huo muda kuwekeza kwa Mungu. Kama ulikuwa unatumia muda wako mwingi kuwekeza klabu, geuka huo muda, anza kuwekeza kwa Mungu. Mtafute Bwana. Biblia inasema ufalme wa Mungu unatekwa na wenye nguvu. Ukisoma kwenye kitabu cha Mathayo 11 mstari wa 12. Kama kweli unataka kuona ufalme wa Mungu, ufalme wa Mungu upo hapa duniani, unaelewa? Yani hapa duniani. Unaanzia hapa duniani. Kama kweli unataka kuona raha ya kuishi na Kristo, badilisha matendo yako kama kijana. Leo hii kuna watu ambao mnasumbuliwa na spiritual husband, spiritual wife, ni kwa sababu ya matendo ya kwako unayoyafanya. Ukikaa tu kidogo, unawezekana wewe kijana kweli unamsubiria Mungu kwa habari ya mke. Leo ukikaa tu kidogo huko kwenye social media unaangalia nani huyu. Ukikaa kidogo unatumia sauti za dada kujifanyia vitu mwenyewe binafsi, my dear. Huyo spiritual husband hawezi kukutoka. Kwa sababu inasema pepo mchafu anapomtoka mtu anaenda kutafuta mahari. Akipakosa anakuja kuangalia wewe na anaona unamtengenezea mazingira. Kwa nini asirukie? Kwa nini asikurukie? Kwa nini asikupamie? Kwa nini asikae hapo? Lazima akae hapo. Lakini kitu kingine cha mwisho ambacho kitakusaidia kwa leo nimesema kwa video hii, ili uweze kuondokana na hilo swala la spiritual husband au spiritual wife, ni kwa kubadilisha mtazamo wako kwamba vita vyetu sio vya damu na nyama kama tunavyofikiria, bali ni vya kiroho. Kama ulimtoa shetani kiroho, atapambana na wewe kiroho. Sijui unanielewa? Kwa hiyo unachotakiwa kufanya ni kwamba hata kama hiyo hali ikakutokea tena, ni wewe kusema kwamba mimi nimeshapona. Hii ni mbinu mojawapo ya ibilisi ambayo anaitumia. Mimi huwa naambiaga wanafunzi wangu kwamba wanafunzi wa Yesu ambao Yesu amenipa ni waangalie hapa duniani, ninyeshe maelezo. Iko hivi, nawaambiaga hivi, hicho kitu kikutokea, hebu amka usiku, mwambie Mungu nakushukuru kwa ulinzi kwa sababu umeniamsha hapa ili niombe. Asante, unaendelea kulala. Uone kama shetani atarudi tena kuja kukufuata. Lakini kikikutokea unaamka unapoteza mudi, unapoteza kila kitu, na yani hivyo unaona hakuna swali kuu. Kwa nini shetani asikulambe? Kwa nini shetani asirudi tena? Unatakiwa uishi kwa imani. Biblia inasema kwenye Marko 9:23, yote yanawezekana kwake
Yani ukishafanywa deliverance, hakikisha unaamini, unapata mafundisho kwamba mimi nimepona, kuanzia leo mimi ni mzima. Hata hicho kitu kikurudia tena unaona kuna namna ambayo vita hii kuna namna ambayo shetani anataka mimi na yeye anataka tupambane vita, kwa sababu inasema vita vyetu sio vya nini, vya damu na nyama, ni vya roho. Kwa hiyo shetani sio kwamba eti kwa sababu umemtoa ndo anakuwa ameondoka kwamba hakurudi tena, anarudi. Kwa muda mwingine analeta kivuli, kama nilivyosema mwanzoni mwa video, anakuletea kivuli. Unajua, nikupe testimony kidogo. Mwanadada mmoja ambaye alikuwa anasumbuliwa na spiritual husband na spiritual wife for so long, kwa muda mrefu. Na spiritual husband na spiritual wife kazi yake ni kufanya nini? Si ni kufanya tu ndoa na wewe. Yes. Kwa muda mrefu sana. Kitu ambacho kilitokea ni kwamba alikuwa anamsumbua mchungaji wake, leo nimeota tena zile ndoto. Leo tena nimeota. Mchungaji wake siku moja akamwambia, wewe umeshatoka na mapepo. Kinachokusumbua ni nini? Kwamba ushai kumpiga mtoto. Ukimpiga mtoto lazima atatamani mtoto mdogo ukimwambia usirudie tena, anakurudia tena, anatamani kupiga. Ndicho ambacho kinatokea. Shetani huwa ana tabia ya kurudisha revenge. Na revenge yenyewe atakurudishia kwenye mind hapa, kwa sababu kila kitu kinaanzia kwenye mind. Anajua kabisa atakapoanza kuonyesha pengine picha za watu wanafanya tendo la ndoa, itakaa kwenye kichwa chako. Ukikaa kwenye kichwa chako, utaanza kukitafakari, na ukaanza kutafakari utatamani kufanya hicho kitu. Kwa akamwambia hicho ni kisasi cha Ibilisi. Binti ya kuamini until one day kuna mtu ambaye hata alikuwa hajaimwambia hicho kitu kanisani kwao, akaja akamwambia akasema, nimekuona sehemu umekaa kwenye bench. Hakuna, yani pale ulipokaa kwenye bench kuna mtu amevaa nguo nyeupe na huko amevaa nguo nyeupe. Lakini nyuma ya ile bench kuna mtu ambaye amevaa nguo nyeusi, anaweka mikono yake mbele, inaonekana kama ile mikono imekugusa lakini haijakugusa. Kwa nini? Alikuwa anajaribu kulipiza kisasi. Uangalie mikono, uache kuangalia haya kwenye bench. Kwa unapofanyiwa deliverance, badilisha na mtazamo wako wewe pia, kwamba kwa sasa hivi nimepona. Hata kama hiyo hali ikakutokea tena, unagundua kwamba hivi vita sio vya damu na nyama, bali ni vya falme. Tutapambania huko huko. Sio kwanza kumwambia shetani toka, unamwambia mimi ni mzima wa afya, naendelea vizuri, siwezi kukurudia tena wewe. Niko na mzee wa siku, niko na Yesu Kristo wa Nazareth. Kwa kufanya hivyo utashinda hiyo hali. Kwa kufanya hivyo utashinda hicho kitu. Kwa kufanya hivyo utamshinda Ibilisi. Mwisho wa siku yeye mwenyewe ataondoka, ataona kabisa huyu bwana huyu siwezi kukaa naye tena, kwa sababu hanipi mazingira hayo. Na cha mwisho kabisa, na ambacho nataka tukukumbushane, na nimeshakisema, usimtengenezee shetani mazingira tena. Yani ukishapona, endelea kumtafuta Mungu, ng'ang'ania kama Yakobo alivyong'ang'ania. Usimtengenezee mazingira ya kurudi, kwa sababu naye anatafuta mazingira ya kurudi tena. Jina langu naitwa Tabitha. Subscribe, like, comment and share. Tuna group la Bible study ambapo tunakuwa na Bible study zetu na tuna maombi ya usiku. Karibu sana, nitafurahi kuwa na wewe hapo. Hivi karibuni tutakuwa pia tuna maombi hapa YouTube. Ninakaribisha, usisahau kusubscribe, like and share. Wakumbushe na wengine, wakaribishe na wengine. Bye, see you next time.